Taarifa jana mchungu. Ndio. Na ipo kwenye magazeti, ipo kwenye mitandao, wamezungumza wanasiasa, wameandika baadhi ya wanasiasa, hofu ya Chadema kufutwa. Unashtuka nini? Chadema yajaribiwa, wadau wacharuka, kusudio la msajili kuisimamisha usajili wa chama hicho. Jana niliona posti ya Zito Kabwe, nikaona baadaye ya Lema, nikaona baadaye kina viongozi wengi wa upinzani wakitoa onyo kwamba jamani, msijaribu kufanya huo mchakato. Sasa kwenye Nipashe hapa wamemnukuu Sisti Nyaoza, naibu msajili, ambaye anasema kwa mujibu wa kifungu cha 45 cha sheria ya vyama vya siasa kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 21 sheria namba 3 ya mwaka 2024, msajili wa vyama vya siasa anawataka Chadema muwasilishe maelezo kwa nini usajili wa chama chenu usisimamishwe au chama chenu kutozwa faini kwa kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa ikiwemo masharti ya usajili. Hiyo ndo kauli ya Sisti Nyaoza. Sasa inaelezwa kwamba barua hiyo inaeleza jinsi makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche alivyokaririwa akieleza jinsi chama chao kilivyopanga kuitisha maandamano nchi nzima kushinikiza mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aliyeko mahabusu kutokana na kesi ya uhaini aachiwe huru. Nyaoza pia anamtaja katika barua hiyo mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Korogwe mkoa wa Tanga Oliver Kisaka kwamba alitoa kauli zinazokiuka sheria ya vyama vya siasa, na pia amesema Mei 5 mwaka huu chama hicho kilitoa taarifa kwa umma iliyokuwa na viashiria vya uchochezi kilichokuwa kikimzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan. Hizo ni baadhi ya zile chache zilizopo kwenye barua zinazouliza kwa nini msifutiwe usajili. Unajua ushawahi kufanya makosa shuleni ukapewa ile barua mpelekee mzazi, pale juu title imeandikwa kwa nini mwanao asifukuzwe. Asifukuzwe shule. Alafu unaambiwa au unaambiwa andika barua ya kujieleza kwenye hili kosa, lakini title pale unapewa na mkuu wa shule kwamba title pale andika yahusu kwa nini nisifukuzwe shule. Alafu chini ndo unaweka sababu zako. Naombeni mnisamehe na nini. Kwa hiyo wanasiasa wa upinzani nimemwona Zito Kabwe, nikaona hata hapa kwenye Nipashe wamemnukuu pia Dorothy Sem, wamemnukuu Boniface Mwabukusi, wote wakijaribu kukemea na kuhisi kwamba ikitokea hivyo inaweza ikawa jambo baya zaidi kwenye siasa. Na mimi nikasema nikuulize mchungu. Unauliza nini? Au nisikuulize? Bora useme unaulize mchungu. Kama mchambuzi wangu wa leo. Hii ikitokea hali inaweza kuwaje? Ikitokea hali inaweza kutokea kwa sababu hii ni barua tayari ipo rasmi kabisa, imetumwa Chadema kwamba jamani, kwa haya mlioyafanya jielezeni kwa nini tusiwasitishie usajili. Kwanza lazima tufahamu kwa nini vyama vya siasa vilianzishwa. Na maanisha kwa nini tuliingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka ule 92. Unajua sababu kubwa ya hata Mwalimu Nyerere japokuwa Watanzania wengi walikuwa hawataki, ilikuwa ni kulea mfumo wa kisiasa. Unajua mfumo wa kisiasa Mtei unatakiwa huwa unaanza na unakuwa, japokuwa umekuwa ukipitia katika hali mbalimbali. Ukitathmini mfumo wetu wa kisiasa tangu mwaka 1992 sasa hivi unajua ni miaka kama 33 au 32. Manake ni umri wa mtu mzima. Sasa ustawi wa kidemokrasia kuna nchi huwa unajengwa na vitu vingi. Moja, wadau wa kisiasa. Wadau wa kisiasa ni wakina nani? Moja, vyama vya siasa. Pili, mifumo ya kusimamia uchaguzi, tume ya uchaguzi. Tatu, serikali. Lakini 4 ni wananchi ambao ni walengwa wa hicho kinachoitwa demokrasia. Kwa sasa huu mfumo wa kisiasa unaongozwa kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kama ndo roadmap ya kuweza kuongoza mfumo wa kisiasa. Sasa uwepo wa vyama vya siasa, kuwepo kwao maana kunasaidia watu kupata maoni tofauti, maoni mbadala, kwa sababu hiyo ndo maana ya kuanzisha vyama vya siasa. Wewe unaona 6, mimi naona 9. Naona sababu zako na mimi na sababu zangu. Kwa sasa nadhani kuendelea kwa vyama vya siasa kutasaidia wananchi kuendelea kupata machaguo. Kinyume chake
maanake utakuwa ni kudhoofika kwa mfumo wa kisasa, kwa sababu nafahamu hii demokrasia ya Tanzania kila chama kimechangia. Naudia, demokrasia ya Tanzania kila chama kwa nafasi yake imechangia katika ukuaji wa demokrasia. Kwa hiyo nafikiri si nisemaje huko mbele ya safari, lakini nadhani vyama siasa vyote vina nafasi ya msingi kwenye kustawisha demokrasia ya Tanzania. Ni mazingira sahihi ya kutokea kitu kama hichi. Mazingira sahihi, kipindi sahihi, mazingira sahihi, upepo sahihi wa kutokea jambo kama hilo. Nazungumzia mazingira kwa maana taifa sasa hivi linazungumza siasa za maridhiano, kuridhiana, nazungumza mambo yote hayo. Na nakuuliza kwenye kipindi kama hiki kitokea jambo kama hilo, kuna namna linaweza likatutoa kwenye tunachofikiria kukifanya? Yes, kwa sababu na umeuliza swali zuri, kwa sababu wadau wa maridhiano ni wakina nani? Wadau wa maridhiano ikiwemo ni taasisi za kijamii, asasi za kiraia, wananchi, ikiwemo vyama vya kisiasa. Kwa sasa hawa ndio watakiwa waongoze huo mchakato wa maridhiano. Kwa vitaanza kuridhiana wananchi kwa wananchi, vyama kwa vyama, mpaka tutakuja kuridhiana katika ile dhana ambayo inaitwa national dialogue, kama tutakubaliana kama taifa, jamani, sisi misingi yetu ni hapa. Kwa hiyo uwepo wa hawa wadau wa kisiasa kwenye mfumo wa maridhiano una umuhimu. Kinyume chake sasa utakuwa unaondoa baadhi ya wadau. Nakumbuka wanaosona, unajua kila chama kina mashabiki wake. ADC na mashabiki wao, Chadema na mashabiki wao, CCM, ACT. Kwa sababu hao wote kwamba tunawahitaji kuna kinachoitwa maridhiano ili tuweze kujenga amani, ustahimilivu na hicho kinachoitwa Tanzania njema huko mbele ya safari. Kwa mimi nafikiri kwamba wote tunawahitaji. Kutowahusisha wengine au kuwatoa, maana tutakuwa tunawatoa wale ambao wanaamini katika hiyo milengo ambao kama vyama vyao wamekuwa wakiviamini. Haya bana, na wewe unaweza ukawa na maoni yako kwenye hii ambayo tumelijadili kupitia 0683802966. Sisi tumalizie hapo, tumalize tu na ile la mwisho ambalo limekuepo pia likizungumzwa sana mitandaoni. Ni huzuni na maswali mazito yaliyoibuka katika familia ya mfanyabiashara Sifaeli Molel baada ya mwili wake kukutwa ukiwa umeharibika ndani ya nyumba inayodaiwa kutumiwa na mganga wa jadi eneo la Muriet jijini Arusha. Molel mwenye umri wa miaka 48 na mkazi wa Kijenge kata ya Kimandolu alidaiwa kutoweka Mei 3, 2026 katika mazingira ya kutatanisha kabla ya kupatikana akiwa amefariki dunia siku 7 baadaye, jambo lililoibua taharuki kwa ndugu na wakazi wa eneo hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha kupitia kamanda wake Justin Masejo limesema uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho pamoja na watu wote wanaoweza kuhusika. Polisi wameeleza kuwa hawatasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya yeyote atakayekuwa kuhusika na tukio hilo ambalo limeibua hisia na hofu kubwa kwa wananchi. Hii inakuwa ni kama mwendelezo au tukio lingine tena kichana lile la James Temba ambaye naye kichwa kimekutwa kwa mtu juzi. Kichwa kimekutwa kwa mtu. James Temba alikatwa kichwa kilipatikana ila kwa mtu kimefukiwa chini huko Kitunda huko. Yule bwana amekamatwa. Kwa hiyo hii ni tukio lingine la Arusha. Huu sasa ni mwili mzima umekutwa nyumbani kwa mganga, kwenye nyumba ambayo alikuwa akiishi mganga. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Upande wa ndugu wa marehemu ameeleza kuwa mazingira ya tukio hilo yanaacha maswali mengi kutokana na vitu vilivyokutwa ndani ya nyumba hiyo, ikiwemo vifaa vya tiba asili na vitambulisho vyenye majina tofauti. Familia hiyo imeiomba serikali na vyombo vya ulinzi kufanya uchunguzi wa kina zaidi ili ukweli wa tukio hilo ujulikane na haki iweze kutendeka. Mchungu sisi tuondoke. Kabisa tuondoke. Taarifa hii ishatoa kwenye mood ya weekend. Tuondoke zetu. Tarudi hapa kwa ajili ya Lens. Kana sisi maoni yako tuandikie live kupitia ukurasa wa YouTube, Facebook, lakini 0683802966.